Karibu sana katika tafakari yetu ya siku hii ya leo yenye kichwa kinachosema zungukwa na watu wanaokuinua, sio wanaokuangusha. Ni mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Somo letu au tafakari yetu katika safari ya maisha: hakikisha unazungukwa na watu wanaokuinua, sio wanaokuangusha. Ni muhimu sana katika safari ya maisha. Si nguvu zako peke yako zinazoamua unafika wapi. Wakati mwingine ni wale unaotembea nao, watu wa karibu na wewe. Kuna watu ambao Mungu anawaweka katika njia yako ili wakushike mkono, na pia wapo wengine ambao kusudi lao ni kukusukuma uanguke. Leo nataka nikushirikishe siri hii muhimu sana. Zungukwa na watu ambao hawaruhusu wewe uanguke katika maisha yako. Kwa nini ni muhimu kuchagua watu sahihi katika safari ya maisha yako? Maisha yako ni kama bustani. Watu unaowapa nafasi karibu na moyo wako wanaweza kuwa mbolea ya kukufanya ukue au uanguke. Kuna watu watakao kuambia usiache, unaweza, songa mbele, utavuka, utashinda. Na wapo ambao watakucheka, watakudharau na kukatisha tamaa. Lakini kumbuka hili: kila mtu mwenye ndoto kubwa anahitaji watu sahihi pembeni yake. Kila mtu mwenye ndoto kubwa anahitaji watu sahihi katika safari ya maisha yake. Biblia inatukumbusha katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 33, marafiki wabaya huharibu tabia njema. Mithali 13:20 inasema hivi: enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima. Hapa Mungu anatukumbusha kwamba watu unaowafuata, unaowasikiliza, unaowapa nafasi moyoni mwako wanaathiri hatima yako moja kwa moja. Kwa hiyo hata sasa jiulize swali hili: je, wale watu wanaokuzunguka, wale watu wanaokushika mkono, ni kweli ndani yao wana nia ya kukuinua au wana nia ya kukuangusha? Ni swali muhimu sana la kujiuliza katika safari ya maisha yako. Sasa tuangalie aina 4 za watu unaopaswa kujenga urafiki nao, au watu ambao unapaswa wakuzunguke kwenye safari ya maisha yako. Aina ya kwanza ni hii: watu wanaokusukuma mbele hata ukiwa umechoka. Wale wanaokuambia umeumbwa kwa ajili ya mambo makubwa, simama, songa mbele. Hiyo ni aina ya kwanza ya watu muhimu sana kuwa na marafiki wa namna hiyo, lakini watu wanaokuzunguka tu ambao wewe umewapa nafasi kwenye moyo wako wawe na sura hiyo ya kwanza. Ya pili, watu wanaokuonya unapokosea. Na watu hawa wanapokuonya hawakuonyi kwa dharau, bali wanakuonya kwa upendo na kwa nia ya dhati kabisa kukurejesha kwenye njia.
ni watu muhimu sana, ni watu muhimu sana wanaokuonya, wanaokuambia unakuelekea kuna shimo, usipite njia hiyo, hautafika. Ni muhimu sana. Aina ya tatu ya watu ambao unapaswa kuwa marafiki au unapaswa wakuzunguke kwenye maisha yako, ambao wewe umewapa nafasi kwenye moyo wako, watu wanaokuombea bila wewe kujua. Wanataja jina lako mbele za Mungu, wanakuombea neema na ulinzi. Ni watu muhimu sana, ni watu muhimu sana. Aina ya nne ya watu ambao au marafiki ambao unahitaji kuwa nao kwenye maisha yako ni hii: watu wanaokuona mbali hata kabla haujafika. Watu ambao wanaamini uwezo wako kuliko wewe unavyojiona. Hawa wakikushauri, wakikuelekeza na ukatunza ushauri wao, unakwenda mbali. Wanakuona mbali, wana uwezo wa kukutahadharisha mambo ambayo unatakiwa kuyaacha au tabia ambazo zitakuzuia usifiki huko na kukuona. Ni watu muhimu sana. Kwa hiyo ni vizuri uwe na aina hii ya watu. Muombe Mungu sana akupe watu wa namna hii. Lakini ukigundua watu uliokuwa nao hawana sura hizi, anza kuwapunguza moyoni mwako na utaona mabadiliko makubwa katika maisha yako. Mishe kwa namna hii. Leo na kutia moyo. Chagua marafiki wanaokuinua. Chagua watu wanaoamini katika ndoto zako. Chagua wale wanaokuambia ukweli, sio wanaokushangilia pale unapoanguka. Chagua watu wanaokupeleka kwa Mungu, sio wanaokuondoa kwa Mungu. Zungukwa na watu ambao hawaruhusu uanguke, kwa sababu safari ya maisha yako ni ndefu. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.